Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na kwa ujumla, hali ya usalama ya jiji letu la Dar es Salaam ni shwari, na wananchi wanaendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo ndizo zimekuwa nguzo muhimu inayosaidia kuzuia vitendo vya kihalifu. Hata hivyo, kama mnakumbuka, mara mwisho tuliongea mwishoni mwa mwezi Januari. Sasa kwa kipindi cha tarehe 30 ya mwisho wa Januari na mpaka tarehe ya leo Februari 24 mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limekamata watuhumiwa wapatao 46 kwa tuhuma za kujihusisha na makosa mbalimbali ya kijinai. Miongoni mwa matukio ambayo watuhumiwa hawa 46 wamekamatwa na makosa ambao wamekuwa wakijihusisha nayo ni makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu. Watuhumiwa wanapanda pikipiki maeneo ya pembezoni, wengine wakiwa na silaha za jadi kama mapanga. Kwa hiyo wananyang'anya mikoba, wananyang'anya vitu mbalimbali njiani, na hivyo kusababisha kero kwa wananchi. Lakini matukio mengine ambayo yamefanywa na hawa watuhumiwa 47 ambao wamekamatwa ni matukio ya uvunjaji nyumba mchana au usiku na kuiba vitu mbalimbali, lakini kuvunja godown na store na kuiba. Lakini wamekuwepo watu ambao kazi zao wamezifanya ni za kununua mali za wizi. Kwa hiyo tukio linafanyika eneo moja, lakini wao wanakuwa ni vishawishi vya kuendelea kufanyika kwa matukio hayo kwa kununua mali za wizi. Kwenye ufuatiliaji huu zimekamatwa pia mali mbalimbali ambazo zimeibwa na watuhumiwa hawa. Miongoni mwa vitu vilivyokamatwa ni pamoja na pikipiki. Kuna watu wameibiwa pikipiki zao, wamenyang'anywa pikipiki zao katika mfumo wa utendaji wa makosa haya ya unyang'anyi. Lakini kuna watu wengi wameibiwa simu zao, nyang'anywa kwa nguvu. Kuna watu kwenye uvunjaji wameibiwa television au runinga na redio, lakini na vifaa mbalimbali vya kielektroniki ambavyo vinakuwa vimeporwa na watu wengine kuvinunua na kuvifanyia biashara. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Rashid Mtumbuja maarufu kama Msambaa na wenzake 4, jana kundi la watu 4 wakijihusisha na matukio na baadhi ya matukio ambayo nimeyataja maeneo ya Jangwani hapa Ilala. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Isa Nasoro Kurukutu. Huyu yeye anafanya matukio na wenzake 2 ambao hawa wamekamatwa maeneo ya Gongo la Mboto. Yupo pia mtu aliyefahamika kwa jina la Nicholas Abdalla Saidi, mkazi wa Manzese. Hawa nao wamekamatwa kwa kujihusisha na makosa ya kihalifu. Na watu wengine wamekamatwa maeneo ya Temeke, akiwemo mtu aliyefahamika kwa jina la Khalid Stefano Kiswili. Hawa wao ni wezi ambao wanalenga vifaa vya kielektroniki kama tablet,
na walichukua vifaa vingi kutoka kwenye kampuni ya SCI yenye zaidi ya thamani ya milioni 400 ambavyo ni asili ya tablets ambavyo ni vya kielektroniki. Gari ambalo wamekuwa wakitumia wakati mwingine baada ya kufanya vitendo hivi vya kihalifu na kuchukua mali za kielektroniki ni gari lililofahamika baada ya kukamatwa namba T 457 CQF aina ya Noah. Hili wakifanya tukio linabeba vifaa hivi na kuvipeleka kwa watu ambao wanafanya biashara ya kuuza mali za wizi. Zaidi ya simu 110 kutoka kwenye maeneo mbalimbali zilizonyang'anywa na watuhumiwa nimewataja, huku pikipiki zaidi ya 20 ambazo zimekuwa zikitumika kufanya matukio haya hapa na pale vimekamatwa. Lakini pia vimekamatwa vifaa mbalimbali ambavyo ni funguo zenye uwezo wa kufungua kufuli nyingi mbalimbali kwa kujaribishia mpaka kufuli lifunguke kwenye nyumba au godown au store na kuiba vifaa mbalimbali, navyo vimekamatwa. Kazi hii ya kufuatilia watuhumiwa ambao wanapanga njama au kushiriki matukio ya kihalifu inaendelea. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba matukio hayatendeki na watuhumiwa wanakamatwa kabla ya kufanya matukio hayo ili kuzuia vitendo vya kihalifu. Hata hivyo, ikitokea wamekamatwa, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kufuata na kuzingatia misingi ya kisheria ya kushughulika na watuhumiwa, ikiwa ni pamoja na kukusanya ushahidi, kuwakamata, kupeleka mashauri yao ofisi za mashtaka na baadaye mahakamani, na kuwataka waathirika wa matukio yale kwenda mahakamani kutoa ushahidi. Katika kufuatilia na kusimamia suala hilo, mwishoni mwa mwezi Januari mpaka tarehe ya leo 24 Februari mwaka huu wa 2026, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limepata mafanikio ya watuhumiwa waliopelekwa ofisi ya mashtaka na baadaye mahakamani kupatikana na hatia kwenye mahakama za kisheria ambazo ziko katika jiji la Dar es Salaam. Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo na mafanikio ya kisheria kupatikana ni pamoja na watuhumiwa kama Mwita Marwa na wenzake wawili wakazi wa Kigamboni, ambao baada ya kufikishwa kwenye mifumo hiyo ya kisheria ikiwa ni pamoja na mahakamani, huyu Mwita Marwa na wenzake wawili wamepata adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa kuhukumiwa na mahakama ya Kigamboni kwa kosa la kufanya kitendo cha kubaka kwa kundi. Walifanya matendo ya kubaka kwa kundi. Hawa wamepatikana hatia ya kifungo cha maisha jela kwenye mahakama ya Kigamboni. Lakini pia mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Adam Sanilo, mkazi wa Kibada, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha miaka 60 jela kwa makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha pamoja na kubaka. Yupo pia Athmani Saidi, mkazi wa Buza, amehukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Wapo watuhumiwa wengine waliopelekwa kwenye mahakama hiyo kama Nurdin Jafari, mkazi wa Chang'ombe. Huyu amepata kifungo cha miaka 30 jela kwenye mahakama yetu ya wilaya ya Temeke kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Omari, mkazi wa Mbande, pia amehukumiwa na mahakama ya Temeke kwa kifungo cha maisha jela kwa makosa ya kubaka. Haya ni miongoni mwa makosa ya kikatili ambayo yaliwakumba wananchi wetu wa
Salaam, watuhumiwa wakakamatwa, ushahidi ukakusanywa vizuri, mashahidi wakatoa ushahidi wao mahakamani, na baadaye watu hawa wamepatikana hatia. Tumekuwa na tatizo la madereva wa vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani, lakini zaidi ni kutoheshimu taratibu na kanuni za usalama barabarani. Watu wamekuwa wakisababisha ajali, lakini kusababisha kero kubwa, hasa kwenye barabara hizi za mwendo kasi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limeendelea kutoa elimu, lakini wakati huo kuchukua hatua za kisheria dhidi ya madereva wa vyombo mbalimbali vya moto, yakiwemo magari, bajaji na pikipiki wanaokiuka sheria, ikiwa ni pamoja na kupita kwenye barabara za mwendo kasi. Aidha, jumla ya madereva 250 kwenye kipindi hiki cha kati ya tarehe 30 Januari mpaka tarehe ya leo 24 mwezi Februari mwaka 2026, jumla ya madereva wa vyombo vya moto 250 walikamatwa, yakiwemo magari 64, pikipiki za magurudumu mawili maarufu kama bodaboda 167 na bajaji 19. Hawa walipita kwenye barabara ya mwendo kasi na kusababisha hatari kubwa kwenye mabasi yale, lakini wao wenyewe kuwa kwenye hatari ya kuweza kupata ajali mbaya. Watu hawa wamechukuliwa hatua za kisheria, na ukiangalia takwimu hizo, magari binafsi yako 45 na ya serikali 19, wote wamechukuliwa hatua za kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa mbalimbali za watu wanaopanga njama au mipango ya kufanya vitendo vya kihalifu. Sisi tutafuatilia taarifa zao mbalimbali na kuzishughulikia haraka kadri inavyowezekana, ili vitendo vya kihalifu visifanyike katika jiji la Dar es Salaam. Hata hivyo, tofauti na mitazamo ya watu, wananchi wa Dar es Salaam wameendelea kutupa taarifa mbalimbali zenye mipango mbalimbali na watu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu, na jeshi wakamata watuhumiwa, kuwahoji na kuchukua hatua za haraka za kuzuia vitendo vya kihalifu, ili shughuli mbalimbali za mkoa huu wa Dar es Salaam, ambao ni Kanda Maalum ya Dar es Salaam, za kiuchumi ziendelewe kufanyika, lakini shughuli mbalimbali za kijamii ziendelee kufanyika, ikiwemo zile shughuli za kisiasa. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wananchi, hasa wazalendo wa nchi hii wanaoishi Dar es Salaam, kwa kuchukia vitendo vya kihalifu na kutushirikisha sisi polisi fanya kazi za kisheria za kuzuia vitendo hivi. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kwamba wapo salama. Sisi tutaendelea kutimiza majukumu yetu ya kisheria kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa salama, hawatishwi na wanafanya shughuli zao za kiuchumi ambazo ziko katika misingi ya kisheria pamoja na zile ya kisiasa na za kijamii bila